kama kawaida. Naam. Masalanga goalkeeper wa Budi. Naam. Nataka tuangalie kwa sasa hivi unaonaje performance ya ligi yetu inavyoenda. Iko vizuri kiasi gani, lakini pia kuna baadhi ya vitu vina lose, sehemu gani zina lose? Naweza nikasema ligi yetu imezidi kuwa bora kwa sababu ukija hata kuangalia sisi kwa upande wetu kwenye timu tumeifanya pia imekuwa bora. Sisi tumefeli kwenye yale Champions League. Tumefeli, lakini angalia point tulizokuwa nazo sisi, afu angalia na timu ambazo zimepita. Kwa hiyo itakuonesha jinsi gani sisi ligi yetu ilivyokuwa bora. Kwa hiyo ligi ili iweze kuwa bora na unaiona iwe bora, lazima kuna watu ambao wamefanya vitu ambavyo vinaonekana bora. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba ligi bado bora mpaka sasa. Na hizo changamoto kwa kweli sijaziona. Kama kuna changamoto basi kuna mamlaka husika ambao wanaweza kuzikizi hizo changamoto zao zikaisha. Kuna tofauti gani kati ya kucheza Young Africans na kule ulipotoka? Tunafahamu ulitoka kwenye timu ambazo hazina pressure ya mashabiki, umekuja Young Africans, ni timu ambayo inaangaliwa ndani na nje ya nchi. Vipi pressure yake ina tofauti gani na toka umetoa Young Africans kuna tofauti gani umeona? Kwanza swali lako afadhali umeniuliza hilo alafu na umejijibu mwenyewe. Timu iliyokuepo haina mashabiki wengi iliyokuepo hapo mwanzo. Sasa hivi ni timu ambayo ina mashabiki wengi. Pressure ni kubwa. Yaani pressure ni kiujumla ni kubwa. Lakini huwezi kutopambana na hizo pressure kwa sababu ndio umeshaingia katika timu kubwa. Kwa hizo pressure ni kawaida. Hizo pressure kwa upande wako unazitumia kwa namna gani? Kuna baadhi ya wachezaji ambao wakikutana na pressure kama hizo wanapotea kabisa na wengine wanabaki kwenye form zao. Wewe unaitumia vipi pressure ambayo unaipata kutoka mashabiki wa Yanga? Mimi naona haina part yote katika mpira. Hiyo pressure. Katika mpira wa kwangu mimi haina part yoyote kwa sababu pressure ni pressure tu. Kwa hata mtu aje aniambie sijui atukane basi Yanga sija nipe pressure. Mimi naona ni kawaida kwa sababu lazima upate pressure ili uweze kuwa bora. Sasa uweze kuwa bora kama utakuwa na pressure. Hata wachezaji waliokuwa wengi wakubwa huko wanakuwa wana watu wengi. Hata kwenye zile mitandao ya kijamii wanapigwa pressure, lakini unaangalia jinsi ya kuisolve hiyo pressure. Kwa hiyo mimi kwangu kuisolve kwanza sisikizi, afu sijali. Nafuata kilicho nileta Yanga basi. Nipambane, nipate nafasi, nicheze kila mmoja aone. Basi hicho ndio. Yes. Last tournament kwa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars tulikuwa tunamuona Masalanga akiwa golini pale akibadilishana na Zuberi Foba, lakini safari hii amekosa hata call up kuweza kuitwa FIFA Series. Je, transfer yako kutoka Black Stars kujiunga na Dar es Salaam Africans huenda ikawa ni sababu ya kutoitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa cha FIFA Series? Mimi nahisi wakati natoka kile kikosi kuna mwandishi alijiuliza hili swali na mwalimu Gamondi alijibu. Yaani siwezi kumchukua Masalanga kwa wakati huu kwa sababu Masalanga hajacheza mechi. Na ni ukweli. Mimi toka nimeingia Yanga nimecheza mechi moja ya FA na Polisi hapa. Basi mimi mwalimu alivyoongea vile tu hata mimi moyo wangu mwenyewe kafanya alhamdulillah. Ina maana mwalimu alishajibu kila kitu. Naam. Kwa upande wa Masalanga anamwangalia nani kwenye career yake ya soka? Yaani kila mchezaji waga ana mtu ambaye anamtazamia. Sasa wewe kabla ya kuingia kwenye career ya goalkeeper na sasa unajitangaza Tanzania nzima, ulikuwa unamwangalia nani na hivi sasa nani ambaye role model wako kama picha yako ya kuiangalia then inakupa nguvu ya kupambana zaidi? Kwanza wakati naingia kwenye mpira mimi nilikuwa beki wakati. Nilikuwa na butua mimi. Mimi nilikuwa nabutua sana, lakini nilikuwa napenda tu jinsi wachezaji wa zamani mabeki walivyokuwa wanacheza. Lakini kuna watu au mtu aliyokuja akanibadilisha hiyo namba. Sasa wewe unapendeza kucheza goalkeeper. Kwa hiyo nikawa niko goalkeeper. Ni mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Mwalimu Kakolanya. Alikuwa atoki hapa Tanzania lakini bado yuko Tanzania lakini sio Mtanzania. Yeye ndo alinibadilisha hii nafasi. Wakati huo nikiwa nacheza mpira Dodoma. Kwenye level ya beki wakati beki wakati ulifika kwenye level gani ya football? Hapana, sikufika level yote. Nilikuwa tu mimi nachukua mtaani vile bana timu yetu ya mtaani njoo Masalanga beki wakati. Kwa hivyo naeleka hivi. Na mpaka naondoka pale Dodoma nilikuwa bado niko beki wakati. Lakini sasa mwalimu alinishauri baada ya kuondoka ndo nikaenda Morogoro. Morokidi Spurs. Anasema usicheze beki tena. Cheza goalkeeper. Mkorofi wa nini? Hiyo sasa sio hiyo tena unaniuliza tena mimi mhusika unaniuliza tena mhusika mwenyewe. Hao ndio watakuwa waulize hao huko. Kwa hiyo ndio
Mimi sio mkofi, yani sio mkofi mchangamfu. Mimi napenda sana. Mimi napenda kufly. Yaani wewe hata ukinichukia kufanya nini, lakini mimi napenda kufly mwenyewe. Kwa hiyo ndio mwenyewe. Ndio silaha yangu kubwa. Na Masalanga, turudi kwenye lifestyle. Ni mtu wa namna gani? Mtu mmoja ambaye kwanza namwamini Mwenyezi Mungu. Na nampenda kila mtu ambaye ananisupport na yule ambaye hata anisupport. Pia nampenda. Na ni mtu mmoja ambaye nipo tu wa kawaida. Yaani simlingii mtu wala ukuti nikimdharau mtu siwezi. Ukiona nimekudharau, ujue kuna kitu ambacho umefanya mpaka mimi nimekudharau. Na turudi ni namna gani unaweza kuenda pressure ukiwa na forward 1v1 na ni kitu hasa ambacho kinakuja akilini mara ya kwanza ukishakutana na striker? Ni kusave tu. Yaani usiingie golini. Yaani hata mimi nikisevia kisikio nimesha save. Wewe utajua mwenye lile golikipa eti alidaki na kwenye golikipa kudaka. Mimi kusave tu. Yaani usiingie golini. Si ndio hivyo? Ili golikipa uwe mzuri, yani haujalishi. Haujalishi kwamba ile golikipa unafanyaje. Yaani wewe ni kusave. Hata mpira ukigonga hapa ukatoka nje. Mimi nimesave. Uwezo mkubwa kwa Masalanga kurusha mpira kwa mikono. Uwezo huu. Afu mimi nashangaa sana kuniambia kwamba na uwezo wa kurusha. Mimi naona sina uwezo wa kurusha. Sasa hivi nimepungua kidogo. Lakini zamani ndo nilikuwa narusha sana. Lakini hata kudaka pia, mbona msemaji Masalanga hajua kudaka? Mmekazana tu kurusha. Ni unique, cha utofauti. wako. Basi huo ni uwezo tu wangu binafsi. Mwenyezi Mungu ndo kanijalia. Inachagizwa na nini lakini pekee? Mazoezi pia. Yani mimi bwana nilikuwa kuna story moja nilikuwaga nacheza mashindano ya Coca-Cola yalinikata. Japo sikucheza, lakini ndio maana nakwambia zamani nilikuwa nilirusha kutoka lile kule goli la chini kule Karume kule mpaka huku kulikagonga bati iliyoandikwa TFF. Ndio hapo pakanitoa, wanaambia huyu mkubwa huyu. Kumbe wala ilikuwa nini? Ndio yani zamani ndo nilikuwa narusha sana, lakini sasa hivi nimepunguza sababu sijui labda umri unaenda sijajua. Masalanga mchezaji gani huwa anawahi sana mazoezi? Masalanga. Wewe hapa leo wa kwanza umemwona nani? Hapa uwanjani wa kwanza umemwona nani? Mimi lazima niwahi. Anachelewa? Baka. Subiri hapa. Si utamuona yuko wapi Baka? Unamuona Baka? Yuko wapi? Yule amefika sunda mbele. Sasa kumbe umeona sasa amefika muda wa kufika saa ngapi? Saa 9. Sasa hivi angalia saa yako. Dakika ngapi amefika? Huyo ndo Baka. Kitu gani huwa unafurahi sana ukiwa mazoezini? Unafurahi sana mwalimu mazoezi. Kwanza mazoezi ambayo yanatolewa. Unajua huku tofauti na huko nilipotoka. Huku mazoezi sio masiala huku. Huku ndo yamezidi sana. Huku amezidi kwa sababu una level jinsi uliokuwepo. Sababu hizi timu kubwa hizi lazima upate ushindi. Yaani unafanya mazoezi yani yana pia ya ziada. Kwa hiyo hivyo. Mpaka kufika sasa Masalanga yuko kwenye tuzo wa wananchi. Ni tukio gani ambalo unasema kwenye kari yangu ya soka mpaka kufika sasa hivi siwezi kulisahau? Baya au zuri? Tuanze na zuri. Kwanza kufikisha timu ya taifa. Yaani nimevunja rekodi. Nyie si mnaona kawaida huku, mimi huko Morocco nimevunja rekodi. Sasa kama nyie mtajua wenyewe rekodi gani mkatafute sasa. Mimi mwenzenu Morocco nimevunja rekodi. Kwanza hiyo ndo kitu ambacho kimenifanya nimefurahi sana. Kitu kibaya. Watu wabaya sana. Basi watu wanaongelea watu vibaya. Kitu kinakata. Kuna mtu mmoja aliongelea, sio jambo zuri kuongea kwenye media, lakini Mungu huwa anapanga kila kitu. Na hata juzi wakati narudi kambini nilikatiwa tiketi na ndege na Yanga, nikakutana naye kwenye ndege. Ni kiongozi mkubwa, alinichafua, sikupenda. Hilo tukio ndo nalikumbuka mpaka naenda kaburini. Nitalikumbuka. Nikiwa naliongelea kidini kwetu sisi, ukiwa naliongelea mara kwa mara, unakuwa bado hujamsamehe, si ndio? Lakini hapo sijui nisemaje, lakini ni tukio ambalo sio zuri na siwezi kulifuta kwenye kumbukumbu yangu. Yaani hata aje nani? Yaani katika tukio wangu hata utanifuta yote, lakini hiyo haliwezi kuondoka. Masalanga. Naam. Sisi waandishi wa habari wa michezo wingi sana wa taarifa mtandaoni. Wewe unapata muda kupitia comment za wanamichezo au wachambuzi na zinaathiri kiasi gani? Zamani bana umeuliza swali zuri bana. Sikutegemea kama unaweza kuuliza hivyo. Zamani nilikuwa nasoma. Hapo zamani kidogo nilikuwa kama miezi miwili mitatu nilikuwa nasoma comment hizi. Lakini sasa hivi sisomi kwa sababu nimejua kwamba unapozisoma hizi comment zinakuweka katika hali gani? Sababu hali hiyo nimepitia. Wachambuzi sasa
utakuta kuna wachambuzi wanatoa zile opinion so fact. So mtu akawa anamuelezea mchezaji sio kama ni fact. Anaweza akawa ameelezea tukio moja. Nyie kwenu kwa wachambuzi wa soka inachukua nafasi gani kama wachezaji kwa wasema mchambuzi fulani wa media fulani akiwa anaongelea timu fulani anaongelea negative. Kwenye kama wachezaji huwa mnachukuliaje? Yaani watu inawauma sana. Juzi kuna mtu kaniongelea mimi afu nikaa naonesha kwenye tunaenda mazoezini tu kwa Dodoma. Nilikuwa naonesha washikaji tulikuwa tumekaa nao nyuma kule wachezaji. Yaani unaona jinsi gani watu wanavyoumia. Yaani naongelewa mimi lakini kuna watu wanavyoumia. Da. Sasa mtu mpaka anakuongelea hivi. Eti Masalanga baada ya kusajili Masalanga ndo watu Yanga nakosa shoot on target. Kweli. Mimi ni hivi kweli. Yaani unajua ni kuna vitu vingine vya kuchekesha lakini wewe unafikiri unajisikiaje? Yaani mimi baada ya kusajiliwa Yanga ipate shoot on target mimi nafunga. Ukija kujiuliza ni maswali mengine lakini kuna watu mwingine sio kama hivyo unaacha tu lakini sio vizuri. Yaani sio nzuri. Kama huwezi kuongelea kitu au huwezi kuongelea mtu bora ungenyamaza tu. Uchambuzi waachie watu ambao wanaweza kuchambua wakachambua vizuri. Masalanga. Naam. Save ipi ambayo unaikumbuka kwenye career yako ya soka kama unajua ni save ulipiga vizuri sana? Mimi save ninazo nyingi sasa. Wakati niko Ruvu nilikuwa napiga save. Wakati niko Ruvu ndio golikipa nilikuwa na save nyingi msimu ule. Ndio nanunuliwa kutoka Ruvu naenda EF. Ambapo EF ndio ikaenda kununuliwa ikaenda Singida. Wakati huo nilikuwa napiga save kaka nyingi. Sasa siwezi kuanza kuzisemea zipi za. Lakini save moja ambayo naikumbuka kubwa. Save ya timu yangu hii sasa hivi hapa. Ni daka penalti wao jamani mng'ang'ania kabisa penalti yake. Sijui mchezaji gani mimi simkumbuki lakini ning'ang'ania. Hiyo ndio save yangu bora mpaka leo. Na unakumbuka kama ile save nilivyo save nimedaka penalti kama kawaida nikarusha tukapata goli la ngapi? Ilikuwa la pili ile. La pili tukawafunga. Mshambuliaji gani ambaye kwa tishio kwako? Washambuliaji. Kwa hapa wako Mtanzania hapana mimi sijawa tishio kwa mchezo. Yaani yeye akaja mimi namuogopa yeye. Wewe hamna. Unasema kabla na wawili. Nimecheza sasa hivi na kina Diaz huko kina nani unakuja kunishambulia shamba. Na hamna washambuliaji ambao. Sasa football mpira miguu umekuwa kama music. Umekuwa master sana. Hii kwenye lifestyle yenu inawaathiri sana inatuathiri sana. Sababu hata unashindwa hata kufanya vitu vyako vingine vya muhimu, secret issue inaitwa. Kwa unashindwa kufanya kwa sababu ya jina lako. Kila mtu sana kujua. Kaeni atupa wakati mgumu lakini yote maisha kwa sababu ndio tumechagua huko hatuna budi kuyapambana nayo. Naam. Shukrani. Nashukuru sana. Haya.